Neno la Bwana ni nguzo la maisha yetu, nimekuwa nikituhifadhi. Pia Mungu ametuweka mikononi mwake kufika mahali tumefika. Kwa hivyo tutaenda kusoma mahali tulisoma katika kitabu ya Yohana Mtakatifu 18 mstari wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 10, mstari wa 3. Tulisoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 15. Na sasa nitaenda kusoma Yohana kifungu ya 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3, na nitasoma kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kedroni. Walipokuwa hapo bustani, akaingia yeye na wanafunzi wake. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipojua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake, basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi, wakatoka kwa wakuu na makuhani na Mafarisayo, wakaenda huko na taa na mienge na silaha. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la siku la leo linatoka katika hilo kitabu, na ninawaalika tukaweze kusikiza vile Bwana anasema, na ninataka tukaelewe neno la Bwana vizuri na tukaweze kusikia sauti ya Bwana inasema namna gani. Na ninajua Mungu wetu ako na mpango mzuri maishani mwetu, na ninajua ataweza kutenda maajabu. Siku ya leo topic yetu ama kichwa yetu ya siku ya leo, ninataka tukajue ni kuitana jina Rabi ni nafaa. Bwana Yesu asifiwe. Njoo nataka tukajue kuitana jina Rabi ama kuitana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kamilifu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ile kuitana jina ya Yesu inamaanisha umeokoka kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ile kutamka na mdomo wako inamaanisha umeokoka kweli. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo jina ndio tunapata tukaweze kuelewa siku ya leo. Na hapa katika hii kitabu Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi wake kila wakati katika maombi na katika huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunamuona mmoja alikuwa anaitwa Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti alikuwa mmoja ambaye alimsaliti Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa pamoja, walikuwa anafanya kazi pamoja na yeye. Alikuwa amemteua kama mwanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ama Yuda hapo mwanafunzi wa Yesu, alikuwa katikati ya wale wake, na mbali pale yeye alimsaliti Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikasema siku ya leo ninataka tukaelewe kuwa katika kanisa inamaanisha kweli tumeokoka. Kuitana na kutamka neno la Bwana inamaanisha huyo Mungu ama Yesu ako ndani yetu. Vile kutamka kila siku na kumaanisha kila siku na kusema sisi tumeokoka kweli, huyo Yesu ako ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi ni wasaliti wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa huyo Yuda alikuwa pamoja na Yesu na ndiye alimsaliti, na ukitazama vile alikuwa anakaa karibu na yeye, au ungejua kama anaweza kumsaliti. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tuko katika siku ya leo. Watu wengi wameokoka na wanasema wameokoka, ndio wanamtaja Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasimama katika pulpit tunasema neno la Bwana kila wakati, lakini ndani ya mioyo yetu huyo Yesu hayuko ndani yetu. Sisi ni wasaliti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haimaanishi kuitwa mchungaji na kuitwa pastor, kuitwa mtu ambaye ni mkuu wa Mungu. Huyo Yesu hako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi ambao ni wasaliti. Kuna watumishi ambao si waendanishi na neno la Bwana. Wanatamka neno la Bwana ndio, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama huyo Iskarioti alikuwa mtu mzuri, alikuwa pamoja na Yesu akifanya kazi
kazi pamoja, lakini Yesu alikuwa anajua huyo ni msaliti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaongea neno la Bwana pamoja. Tunataja jina la Yesu kila wakati. Tunalitaja makanisani. Tunahubiri, tumejaa pale kanisani, lakini wengi wetu ni wasaliti. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ambao wanasema wameokoka, mioyoni mwao huyo Yesu hayuko pale. Wanamtaja Mungu lakini hako pale ndani ya mioyo yao. Bado hajabadilisha maisha yao, bado hajabadilisha mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kutaja jina la Yesu, kutaja jina ambayo Yesu ameniokoa na kutoa maushuhuda makubwa, haimaanishi ya kwamba tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kitasoma Yuda alikuwa pamoja na Yesu, alikuwa anafanya kazi pamoja naye, lakini alikuwa msaliti wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye alimsaliti wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haimaanishi kunena neno la Bwana kila wakati tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kuelewa neno la Bwana vizuri. Tunafaa kujua neno la Bwana vizuri. Ndani yetu tunanaye ule msaliti wetu hapo wapi, na utamjua namna gani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu, ikiwa utamhusisha Roho wa Yesu, utamhusisha Roho Mtakatifu atawale maisha yako. Utaelewa njia ya wokovu ni gani, utaelewa msaliti wako ni nani. Kwa sababu wakati wa Yuda, Yesu alikuwa anaelewa vile huyo mtu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alikuwa mtumishi wake, hata ikiwa alikuwa mwanafunzi wake, alikuwa anamwelewa. Bwana Yesu asifiwe. So tutawaelewa wasaliti ikiwa tutakaa ndani ya Bwana. Itakuwa tunamhusisha Roho wa Bwana atawale maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kuelewa Mungu anayekaa ndani yetu ni Mungu mgani. Tunafaa kuelewa watu ambao wanataja neno la Yesu kila wakati. Huyo Yesu ako ndani yao. Hiyo kwenda kanisani inamaanisha tumeokoka. Kuwa washirika wa pamoja kila wakati inamaanisha tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutaja jina la Yesu kila wakati inamaanisha huyo Yesu ako ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuitwa mtu mkubwa, tunapewa mcheo kubwa katika kanisa, inamaanisha tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ingiza mtoto wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea juu ya Yesu, lakini ule Yesu hayumo ndani yetu. Sisi tumejawa na usaliti. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa, watumishi wa Mungu wamejawa na usaliti mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ambayo wanayotoa mazuri na maneno matamu kwa watu wa Mungu, lakini baadaye wanafanya kinyume na Bwana, wanafanya kinyume na watu wa Mungu. Hata Mungu anauliza hawa ni watu gani? Akiwa mbinguni anacheka, kama vile kitabu ya Zaburi inasema. Anasema Mungu akiwa mbinguni anatuangalia na anacheka, kama vile Yesu alikuwa anaangalia Yuda. Alikuwa anajua huyu anaongea tu, lakini ule anaongea maneno anaongea hayoko namni ya. Bwana Yesu asifiwe. Kitazama huyo mstari wa 3 unasema namna gani? Yohana kifungu ya 18 na mstari wa 3 unasema hivi. Anasema basi Yuda akaisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakaenda huko na taa na mienge na silaha.
Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamejipanga kumkamata Yesu, walikuwa wamejipanga kuoneshana Yesu mahali alipo, kwa sababu ukianda mstari wa pili anasema namna gani? Kwa hivyo ilikuwa mazoea ya Yesu kwenda kufanya huduma inayo tofauti. Ukitazama mstari wa pili anasema hivi, naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipojua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye anayekusaliti katika maisha yako anakuelewa undani wako, anaelewa hali yako, anajua background yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yuda alikuwa anajua mara kwa mara Yesu alikuwa anaenda kuhubiri mahali pale katika ile nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda akasema ako pale, na akaamrisha ya kwamba mahali pale ndipo mtampara. Na wakati alipokuja wakafika na silaha sawa ili wamkamate Yesu, kwa sababu alikuwa na Yesu naye akawauliza, mnamtafuta nani? Akasema tunamtafuta Yesu wa Nazareti. Akasema yule mnayotafuta ndiyo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata wengi hawakuwa wanamuelewa. So unakaa na watu pamoja, unafanya kazi pamoja, unandomo pamoja, lakini wao ndio wanakuwa wanakurudisha nyuma kila siku. Unauliza kwa nini maisha yako haiendi vile inafaa? Kumbe hawa watu wako umeweka karibu na wewe ndio wanakuwa na kusaliti kila wakati, ndio wanakuwa na kukuvuta kila wakati, ndio wanakutafutia visuizi kila wakati, ndio unaona sasa hauwezi kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa ni nani, tunafaa kuelewa ni nani ambayo tunamtaja kila wakati. Tazama katika hiyo kitabu vile anasema. Bwana Yesu asifiwe. Ili nikwambie tunayemtaja haiko ndani yetu. Yuda alikuwa anamtaja Yesu, alikuwa anamuonesha wako pamoja katika safari ya wokovu, walikuwa anamuonesha ako pamoja katika huduma yake, na maneno na neno ama mafunzo alikuwa amewafunza, alikuwa anawaonesha ama alikuwa anamuonesha wako pamoja naye, lakini hawakuwa pamoja naye. Kwa hivyo kutaja jina la Yesu kila wakati haimaanishi huyo Yesu hapo ndani yako. Kuinua mdomo wako na kusema mimi nimeokoka haimaanishi ndani yako umeokoka. Yule ambaye anayechunguza kwa zaidi ni Roho Mtakatifu aliye ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Roho Mtakatifu ndiye atatueleza zaidi, kwa sababu Yesu unaona pale anamuuliza, wewe unamtafuta nani? Wewe ndio utakuwa unanisaliti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo jina ya Rabi tutaipata katika kitabu ya Mathayo 26 na mstari wa 49. Mathayo 26 na mstari wa 49. Sorry. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neno ndipo tutaipata pale. Nimesema tutaipata katika Mathayo kifungu ya 26 na mstari wa 49. Inasema, mara wakamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nani? Ndiyo alikuwa Yuda. Alikuwa Yuda Iskarioti. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye aliyemsaliti. Yaani hata anamshika anamwambia, mpendwa, ninakupenda, mnatolea ushuhuda mkubwa. Anasema Bwana anatenda. Kumbe moyoni mwake anasema utaisha lini? Moyoni mwake anasema ni mimi nitakuua. Anasema moyoni mwake saa yako imekwisha, nitakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Akambusu, akamwambia salamu, akambusu. Yani lugha ya Kiingereza akamkiss. Bwana Yesu asifiwe. Yani ukaingiana kwa kifua. Na mbali Yesu alikuwa anaelewa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anayesaliti maisha yako ni yule aliye karibu naye. Msaliti wako ni yule mnakaa pamoja naye. Msaliti wako ni yule ambaye mnafanya kazi pamoja naye. Msaliti wako ni yule wa karibu na wewe. Yule anaelewa kuamka kwako na kutembea kwako. Yule ambaye anaelewa maisha yako zaidi. Yuda Iskariote alikuwa mwanafunzi wa Yesu na alikuwa anaelewa. Unaona maandiko inasema alikuwa anaelewa mahali Yesu ako na aenda. Kwa sababu kwa mwalimu lazima ufundishe watoto wako, ujue watakuwa darasani siku fulani na wanafunzi wanajua mwalimu wetu anakujanga saa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa kiongozi wanajua unakuja saa ngapi na umepanga mipango mingani, mikakati ambao umepanga juu ya kanisa ni gani, umepanga kuendelea na mbele, unapanga kununua vyombo, unapanga kufanya ile kufanua kanisa, naye ako katikati yenu. Anaweza kuwa ndio treasurer, anaweza kuwa ndio chairman, anaweza kuwa ndio secretary, naye anaeleza siri zako zote. Ndio unauliza mbona tunaanza kanisa na haiwezi kusonga, tunaanza maendeleo na tuone ikiendelea, mbona tunapanga vitu na tuone zikisonga mbele. Kumbe msaliti wetu ako katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyemsaliti Yesu alikuwa katikati yake. Alikuwa mmoja wake ambao ni mwanafunzi wake na ambaye alikuwa anaitwa Iskariote. Bwana Yesu asifiwe. Akambusu, akamwita Rabi, majina ya heshima. Akamwita Rabi, jina ambaye ni ya Yesu, mkuu wa wakuu, mfalme wa wafalme, yaani Mungu aliye na uwezo wote. Kumbe anasema saa yako iko karibu kutoka katika dunia huu. Lakini nafurahia Yesu kwa sababu alikuwa anatembea na Roho wa Bwana, akaelewa. Hata wakati walipokuja karibu naye akamuuliza mnatafuta nani? Akasema tunamtafuta nani? Yesu wa Nazareti. Akamwambia yule ambaye unayemtafuta ndio huyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda hiyo confidence Yesu alikuwa nayo, kwa sababu alikuwa anajua wakati yako katika ulimwengu haako kwa ajili ya roho ama nyama, alikuwa kwa ajili ya Roho ya Bwana, na lazima mapenzi ya Mungu yatimike. Akiwa pale akaelewa, akamwambia wale ambao mnayemtafuta ni Yesu ndio huyo. Na wakarudi tena wakamuuliza ako wapi ambayo tunayemtafuta? Akamwambia tunamtafuta Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapoona mambo haiendi vizuri kanisani, katika familia yako, katika jamii yako, katika maombo ya maendeleo unafanya na haiendi vizuri, ni wale cha ambacho kinakula kiko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye yenu ya kuongoza ni yule aliye ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kuelewa Mungu ambaye tunayemwabudu ni gani, na imaanishe wakati tunapomwabudu pamoja, tunaomba kwa sauti kubwa, tunaongea kwa lugha, na imaanishe huyo Yesu wako ndani yetu. Majina mazuri na makuu na matamu tunayotaja juu ya watu wa Mungu, imaanisha iko ndani yetu. Inamaanisha inaweza kozeka. Na tutaielewa namna gani? Tutaielewa wakati tutakapokaa ndani ya Yesu Kristo, wakati tutakapomuhusisha Roho wa Bwana ili aweze kutawala maisha yetu. Ndio tutaelewa mchungaji ambaye anaongoza kupitia Roho wa Bwana ataelewa, kwa sababu Yesu alikuwa anaelewa hao wanafunzi wake
yake. Unaona mahali wanapopiga, hata mwingine akatoa kisu akamkata mmoja wao masikio. Yesu akamwambia mrudishe, kwa sababu vita ni mingi duniani, vita ni mingi katika huduma wa Bwana. Kile kitakuongoza na kukuelewa ama kukufa kuelewa zaidi ni ile ya wakati utamhusisha Roho wa Bwana kuongoza, kwa sababu Yesu hakuwa anatembea na roho wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona anawaambia mnayemtafuta ni nani? Anamwambia ni mimi mnayemtafuta. Wewe ungeulizwa hivyo ungesema, mtu akuja hapa kanisani akuambie nilikuwa ninatafuta fulani, nilikuwa natafuta mchungaji, utasema mimi ni mimi? Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ngumu, lakini mtu ambaye ameongozwa na Roho ataelewa, kwa sababu anaelewa ni nini inaendelea katika hali na anga ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaelewa haya yote, na walimshinda kwa sababu alikuwa anaelewa kila kitu na alielewa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea kumtumikia Bwana, tunapotaja majina mazuri na majina ya heshima, Rabi, ufalme wa wafalme, haimaanishi huyo Yesu ako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haimaanishi. Nimemwona. Analia nini? Haimaanishi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye katikati yetu ndio shida yetu. Wewe uliye katikati yetu ndio shida katika anga ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda pamoja, lakini wewe ni msaliti wa anga ya kiroho. Wewe ni msaliti wa maendeleo ya kanisa. Wewe ni msaliti pale kazini. Yuda, wewe ndio shida katika huduma ya Bwana. Wewe ndio shida katika anga ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaulizana, mbona tunaenda na tupiki mahali tunaenda? Tunakaa mambo ama tunakaa maisha ya machi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ambayo inatuzuia. Msaliti wetu wako katikati yetu, ambaye anakamata anga zetu za kiroho, ambaye anakamata maisha yetu, ambaye amekamata maendeleo yetu. Ule mchawi yako katikati yetu ndiye anarudisha na kusaliti maisha yetu. Yeye ambaye mlimweka kuwa treasurer, yeye ambaye mlimweka kuwa secretary, yeye mlimweka kuwa chama, yeye ambaye ni mchungaji pale, yeye ndiye shida ya kufanya anga isifunguke, kwa sababu yeye ndiye msaliti wa anga ya kiroho. Wakati mnaposema tunataka kwenda mbinguni, yeye anawarudisha chini, anasema mnakaa katika utawala wangu milele na milele. Si utawala wa Mungu, na anasikia na anatafuta ni nani ambaye anayozuia kiwango ambayo kikundi ambacho ni kia uombezi katika intercessors ako katikati yenu. Wakati mnapopanga anga ifunguliwe, yeye ndiye anapanga, anaenda juu na akasema wale wamepanga tusiende ama wamepanga tufungue tuombe maombi ya wiki 3 ama maombi ya siku 25 na 21 na wanaanza kufunga anga yenu. Wakati mnapoingia katika maombi, anaelewa vizuri ni maombi gani mnaoomba, ni mitaratara gani mlioweka, ni mipondesho gani mlioweka katika yale maombi, ni siri gani iko ndani yenu. Kwa hivyo msaliti ako pale pale, ndio mnaona hamwezi songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ambaye anayekusaliti, ambaye anayekusaliti katika familia, ambaye anayekusaliti katika kazi yako ni yule ambaye ako karibu na wewe na anaelewa siri zako. Wakati mnaposema tunaenda kuhubiri Injili, anaenda anawafunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anataka ufalme wao uinuliwe. Na tunawaambia siku ya leo, wasaliti wetu hamna nguvu tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hamna.
kwa sababu tunayemtumikia kuna uwezo. Jina ambayo tunalolitaja ni jina ambayo ni ya Mwenyezi Mungu Baba, Muumba mbingu na nchi, mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaji jina tu, tunataja jina iliyo ndani yetu, tunataja jina ambayo inayotuongoza, tunataja jina ambayo inayotawala wokovu wetu, inayotawala maisha yetu, inayotawala jamii zetu, inayotawala maombi yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapotaja jina la Yesu, haimaanishi jina haiko ndani yetu, inamaanisha yeye ndiye mtawala wetu wa siku kwenda ile nyingine, na mtatuweza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maendeleo yetu itaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Tutashinda kwa jina la Yesu Kristo. Tutashinda kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wasaliti wengi wako humo ndani yetu, wako katikati yetu, wako mbali. Iwapo ni kikundi cha wachungaji, iwapo ni kikundi cha watu waombezi, iwapo ni kikundi cha wale ambao wanapanga mipango mizuri ya maendeleo, yule ambaye anafanya msiendelee, ako pale katika maisha vikundi vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama Yesu vile mstari wa huyo wa 26:49 akambusu Yesu, akamkumbatia, akamwambia Rabi. Bwana Yesu asifiwe. Yani majina makuu, jina lenye uwezo, jina lenye nguvu. Hata yeye moyo wake unasikia kweli Yesu ako na huyo kijana ananipenda, huyo mzee anaongea ukweli, anainua ufalme wa mbingu na nchi, anainua Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Kumbe anasema Muumba akomolewe mapondezi zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mnapoinua ufalme, yeye anaendelea kuwachucha chini, na watakuja na majina mazuri, watakuja na maneno matamu. Yani watakuita mchungaji, watakuita yeye wewe ambaye unaomba tunasikia mbingu ni kama zinapasuka. Watakwambia wewe tunasikia unasibu ni kama watu ambayo wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Watakusifu na maneno matamu. Kumbe ndio hawa wasaliti wako, hawa ndio wasaliti wa maisha yenu, hawa ndio Yuda Iskarioti. Bwana Yesu asifiwe. Watakusifu wakwambie unahubiri vizuri, tunaosikia neno lako, tunafurahia, tunatamani ukuje kule kwetu ama ukue pamoja nasi. Kumbe wanaongea hivyo wakitazama na wakitafuta njia ambazo wataendelea kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jiepushe na ujitenge na kina wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Jitenge na Yuda Iskarioti, na ujue na utaweza kujitenga kupitia maisha ama roho ya mwili tu, nyama na ungani. Hii roho ambayo itaweza kuelimisha na kuelewa zaidi na kuwajua na kujitenga na wao ni wakati utakaa ndani ya neno la Bwana. Unaelewa, unakaa katika magoti, maombi ya kila siku, ukimwomba Mungu aliye juu zaidi, yeye akujaze na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mwili wa nyama hautaweza kufikia kuelewa hawa wasaliti wako. Utaweza kuelewa wale ambao wanakufunga kila wakati, lakini wakati utakapokuwa katika maombi ya kila siku, utawaelewa ni kina nani. Maneno yao wanayotaja usiku na mchana, uelewe ni maneno gani. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja na njia zozote. Tazama, wanamuita Rabi, wewe mfalme wa wafalme, na akamkiri. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Akamtamkia neno nzuri na akampozo. Kumbe yeye ndiye alikuwa msaliti wake. Kwa hivyo msaliti wako hapo pale karibu nao. Iwapo ni hali ya kianga ya kiroho ama maendeleo yako, iwe ni pale katika ngoma lako, iwapo ni pale watu ambao unaokaa na wao watakuuliza vizuri, unaendeleshwa vizuri, wanakuambia maneno matamu, watakufanya na wakwambie ndugu, endelea, kwa hakika unafanya kazi njema. Kumbe wanasema ndugu utaisha, alikuwa anajigamba tutamualiza, lakini hamtaweza kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye ndani yetu na aliye ndani katika huduma hii aliyetuita anatuelewa zaidi na anaelewa ni roho gani iliyo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufanye usaliti wako kila wakati, utaangukia matubu. Na atakwambia kama Yesu, wewe endeni mahali mlikuwa mnaenda, neno lenu mlitimize kwa jina la Yesu Kristo. Na Yesu alikuwa anajua ya kwamba walikuwa wanakuja kumshika, na akawaambia wengine tokeni tu hao watimize lile walikuwa wanakuja kufanya. Lakini walifaulu kweli? Hawakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kushindana na roho ya Bwana huwezi kufikia kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wasaliti watatumia majina mazuri, wataitana majina mazuri, watakusifu, sifa zao zinafurahisha. Kumbe wao ni Mungu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wasaliti ndio wachawi, wasaliti ndio ambao mfunga majini, wasaliti ni wakorogi, wasaliti ni watu wa mazengero, wasaliti yani aina yoyote ya mtu mbaya anakaribia, anajigeuza ama anajipindua aoneshane ya kwamba mko pamoja naye, hata utakuwa anajua mtindo wako ni mgani. Tazama Yudasi alikuwa anaelewa Yesu anaenda mara ngapi kuomba, na alikuwa anamjua kwa sababu nini? Yesu alikuwa anawaeleza kama wanafunzi wake, na walikuwa wanajua mitaratibu ya Yesu, walikuwa wanajua ile mpango wa Yesu alikuwa nayo katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wanakumaliza. Unaona wanaenda mbele na hakuna mali ndani. Watakuambia maneno mazuri, watakusifu, hata wakuambie kwani kanisa tutakununulia vyombo, tutakushika vizuri, tengeneza WhatsApp group tuweze kukusupport, na wataenda pale wa pledge pesa mingi, lakini hawezi, utaziona pale, ili waweze kukuangusha huduma isiende mbele. Lakini nakwambia, simama na aliyekuita, simama na aliyekuleta katika dunia hii, simama na aliyekupea kazi njema. Maandiko inasema aliyeanzisha kazi njema ndani yako ako na nini? Ataimaliza kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So usijali, na utaelewa wakati uko katika roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa na kukaribisha vizuri, watakuwa na kupokea vizuri sana, watakuwa mnasifu vizuri, mnakula, mnakunywa, ili waelewe vizuri uko namna gani. Kumbe ndani yako na ndani ya maisha ama ndani ya ile maneno mmetengeza umoja wenu hapo pale, na ako karibu na wewe. Wewe ndio unapanga mipango vizuri, ndio unaona kanisa haiendi mbele, ndio unaona maendeleo haisongi, ndio unaona maisha yako nyumbani haisongi vizuri, kwa sababu ni yule ambaye anakukanyangia nyayo zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoelewa maisha ya mtu wa Mungu, hatutaweza kuongoka. Wakati wasaliti tuko nao, tutajua vile tutakaa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu saa zingine huwezi epukana na wao. Utaepukana na wao ukiwa anga yako imeinuka juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? Unaona Yesu alikuwa anakaa na wao, alikuwa anawaelewa na alikuwa anawajua. Unamwona anawaambia Petro, usimrudishe sikio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uelewe ni kina ndani wako na wao, na uelewe anga ya kiroho, na uelewe huduma ambayo uliyoitwa ni huduma gani, na uelewe mission ambayo uko nayo ni mission gani.
Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuipeleka na kifua na nyama hii ya ngali na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Utaweza ikiwa ukatakuwa katika ndani ya roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watakuwa pamoja na kila wakati. Watakuonesha mambo mazuri. Watakuambia mambo mazuri, maneno ya ukweli, lakini maneno yao ni ya uoga. Maneno yao ni ya upinzani, maneno yao ni ya usaliti, maneno yao ni ya kuharibu, maneno yao ni ya kuangamiza, maneno yao ni ya kumaliza maisha yako na ya kumaliza kama ile mission uko nayo kuamalisha. Bwana Yesu asifiwe. Yuda alikuwa anafikiria mission yake anamaliza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo, roho yake ilikuwa imejawa na roho gani? Roho ambayo ni ya roho ambayo ni ya inaitwa roho ambayo ni evil spirit. Bwana Yesu asifiwe. Yaani roho ambayo ni roho mbaya ilikuwa ndani yake. Hata mgeuze ilikuwa ngumu. Hata alipokuwa akiambiwa neno kiziku kwenda ile kina na mafunzo ya Yesu, moyo wake hauweza kubadilika kwa sababu alikuwa amejazwa na roho ya usaliti, roho ambayo ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo iko hata kanisani. Mtu anakuja kanisani anakuwa ni church goers, anakuwa ni mshirika wa kila siku, anakuwa ni mmoja wetu katika huduma ya Bwana, hata katika viti za kanisa yeye akalia kiti cha mbele, lakini roho yake bado hayajabadilika. Hata mkuu katika kikao utasikia maneno ambayo atakaoongea. Hata wachungaji wengine utasikia maneno ambayo wanatoa unashindwa, huyo ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye aliyeitwa na Bwana, lakini ukiwa katika anga ya kiroho utaelewa hii ni roho ambayo ni ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho ambayo Yuda Zakariote haikuwa iweze kubadilika. Wao yao hiyo roho inakuanga ni ya kumaliza. Hiyo roho inakuanga ni ya kukaa maisha ambayo ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na mafikira yake ni mafikira ya betrayal. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mafikira yake kila wakati ni kudestroy. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusaliti kikamu ama Kiswahili kizuri, kusaliti, roho ya usaliti kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na kuiondoa hiyo roho si rahisi vile. Inahitaji nguvu mingi uelewe na uepuke nayo na ukae ujue vile utakaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu kiwa ndani yenu ama ikiwa ndani yako hautaweza kupata mafanikio. Utaona mtu ni mtu wa Mungu, anaitanishwa na huduma ya Bwana, amesema ameokoka, anataja majina makubwa, anataja neno la Bwana, lakini moyo wake hauko pale. Anaongea mambo ambayo ni ya uchawi na ushirikina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunafaa kuelewa vizuri moyo wa huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Yuda Zakariote. Alikuwa moyo ambaye ni mbaya zaidi. Haukuwa moyo wa kubadilika, ulikuwa moyo wa usaliti kila wakati. Na huko unaweza kuelewa ikiwa hauko ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi wengine hawakuwa wanamuelewa, lakini Yesu alikuwa anamuelewa. Yuda Zakariote ni mtu ndani, akamjua. Hata wakati alipokuwa anambusu ama wakati alikuwa anamkubatia, alikuwa anajua roho. Nashukuru kusaidia mimi na kuuliza na nakwambia uketi kusaidia. Na ndio unaona wafalme wengi wanakuwa na maisha ambayo ni ya shida kila wakati, kwa sababu roho yao wanauliza ni mfalme mwingine asaliwa mahali tulipo, mtu mwingine amke hapa na tuongoze, mtu mwingine aonekane akiendelesha kazi ya Bwana. Hata katika huduma hii ya mission ya Bwana ametuitia mtu, hata utaona mchungaji mwingine akinukia yule mwingine, na ujue ya kwamba Mungu aliyetuita ni Mungu aliye hai, hana upakuzi, lakini mwingine anaona yeye ndiye anafaa. Yeye anafaa kuwa, hakuna wengine anafaa kuitwa, kwa sababu roho ambaye iliyo ndani yake ni roho ambayo ya usaliti, roho ambayo ya Yuda Zakariote. Na hiyo roho ni mbaya sana. Ikiwa katikati yenu hamtaweza kuendelea, mkiwa katikati yenu mauaji haitakosa pale, mkiwa katikati yenu maendeleo haitapatikana pale, ikiwa katikati yenu mtakuwa mnakosana kila wakati, hakuna mipaka
mipangilio mtapanga siku moja ifikie kuendelea, kwa sababu Yuda ako katikati yenu, Jezakelioti ako ndani yenu, msaliti ako ndani yenu. Kwa hivyo akiwa ndani yenu hamtaweza kuendelea na mbele. Lazima mkue ndani ya Roho Mtakatifu na waongoze vizuri. Kwa hivyo kutaja majina mazuri kwao, kuongea maneno matamu kwao si tisho. Maneno yao ni ya kuwajua na kuelewa zaidi, ili wakuelewe. Utaona indasesa za mtu akipraise, akisema Bwana asifiwe, Mungu ainuliwe, mfalme wa wafalme, lakini ukifuata maisha yake hautajua huyo sio mtu ambaye ako karibu na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wako nje watakuwa wako tofauti kuliko leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaa kujua neno ambayo iko ndani yetu Yesu, na kuelewa hawa wetu. So tunapoendelea kumalizia, ninasema tunapaa kuendelea kujua what kind of keys do we give to the Lord. Ni mbuzi gani tunampa Bwana wakati tuko ndani ya kanisa? Ni mbuzi gani tunampa huyo Yesu? Tunampa kama ile ya Zakarioti wakati tunapo praise mbele ya kanisa na madhabahu, wakati tunapompiri Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sifa zote zinayotoka ndani yetu zinatoka kweli katika moyo wetu, zinatoka katika maisha yetu na kuendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuelewa, na Mungu wetu atubariki. Ninaishi kama nishe pale. Kwa hivyo tunapoona mtu akikukaribia na akikubusu vizuri, chunguze na umuelewe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na utamuelewa kupitia roho ya nyama. Utamuelewa kwa utakiwa katika roho ya Yesu ama roho ya Bwana. Mungu Yesu Kristo alielewa Ezekelioti akiwa pale. Alikuwa anaelewa hata wakipanga mambo, alikuwa anaelewa watakuja kufanya nini. Na ndio unaona anawauliza mnamtafuta nani? Anasema tunamtafuta Yesu wa Nazareti, na yeye anawajibu anawaambia mimi ndiye yeye. Bwana Yesu asifiwe. So tuelewe na tuweze kukaa ndani ya Roho Mtakatifu na tuweze kujua roho ambayo ni ya usaliti iliko katikati yetu, na tutaweza kushinda ikiwa tutakaa ndani ya Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo tuelewe wakati tunaposimama katika madhabahu na kuhubiri neno, tunapokaa katika madhabahu na kupeana sifa, wakati tunapo praise na kupeana maombi, nyimbo za sifa, tunapaswa kuelewa hizo nyimbo za sifa zinamtukuza Bwana. Hizo nyimbo za sifa zinamtukuza Mungu aliye hai, ama zinatukuza sisi, ama sisi ni wasaliti? Wakati tuko katika kanisa na tunapoongea neno la Bwana, hilo neno linamtukuza Bwana kweli, ama neno iliyo ndani yetu ni ya usaliti? Tunafaa kuelewa vizuri na uweze kukaa na Mungu wetu, na tuelewe wakati tunapompa sifa zetu zinakaa namna gani. Tusiwe tunampa kisi ama tunampa ngusu ile ilikuwa ya Ezekelioti. Mungu wetu atusaidie tunapoendelea. Mungu atubariki. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya neno lako ambalo ulipa kuongea kwa watu wako juu ya mtumishi ambaye alikuwa anaitwa Yuda Ezekelioti. Roho yake ilikuwa inajawa na usaliti Jehova. Wakati tunaponena neno lako na kuongea, tunapokupa mbusu Jehova, tunapendeza mbele zako ama tupendeze? Tunaombea kanisa lako Bwana na watu wako ambao wamesikia neno hili na ambao wataenda kusikia, ikiwa mioyo yetu iko jinsi vile kama Ezekelioti, Bwana ukaibadilishe na kutupa sifa zile zinafaa kuelewa kwa zinafaa kukuja kwako Bwana. Tusiwe tunaleta mbusu ya bure kwako, na wewe unajua mioyo yetu na kuelewa. Bwana, tukusa roho zetu na kuzita akasa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema yako ikatosha, na kwa jina la Yesu Kristo ukatupe kuelewa wakati tuko katikati ya hao watu, kwa sababu wako wengi watumishi wa Bwana, watumishi ambao wanajiita majina makubwa, na wako katikati yetu Bwana, tukajue kuelewa na kuwajua. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.